Kuna taarifa za kutisha kuhusiana na ziara ya Samia Suluhu Hassan huko Urusi, ziara inayoanza kesho Juni 3 hadi Juni 5. Sasa machoni na masikioni mwa wengi hii ni ziara ya kawaida, na kwa hakika chao wa Samia tayari wanapita huku na kule, wametengeneza picha za akili mnemba zinazomuonyesha Samia akiwa na Rais Vladimir Putin wa Urusi. Kwa hiyo kwao hii ni habari njema, na wanainadi kwamba ni ziara ya kihistoria, wakieleza hata katika taarifa iliyotoka Ikulu wanasema kwamba hii ni ziara ya kihistoria kwa sababu mara ya mwisho kiongozi wa Tanzania kutembelea Urusi ilikuwa ni mwaka 1969 ambapo baba wa taifa Mwalimu Nyerere alifanya ziara huko. Kwa hiyo wanainadi, lakini nyuma ya hayo yote kuna mambo ya kutisha kama yanavyotanabaishwa katika ripoti maalum hapa Jasusi TV. Lakini kwanza ni kujiuliza kwa nini ziara hii ni muhimu kwa Samia. Kuna sababu kama tatu, zipo nyingi lakini hizi ni tatu za msingi. Ya kwanza ni shinikizo la kiuchumi. Kama unafahamu, baada ya unyama mkubwa ulioruhusiwa na Samia kuanzia Oktoba 29 ambapo inaelezwa zaidi ya Watanzania 10,000 walitolewa uhai, kumekuwa na shinikizo kubwa la kiuchumi dhidi ya Tanzania. Kwa upande mmoja kutoka bara la Ulaya ambapo jumuiya ya Ulaya imeanza kufanya vikwazo, na hali ya kiuchumi kwa serikali ya Samia sio nzuri. Na upande wa pili Marekani nako kumekuwa na shinikizo la kisheria, na kuna mswada umewasilishwa kuangalia kutathmini uhusiano kati ya Marekani na Tanzania. Kwa hiyo mashinikizo yote haya yanamfanya Samia kuhangaika kutafuta mshirika ambaye anaweza kumnusuru kutokana na hizi changamoto za kiuchumi. Kwa hiyo Urusi kama nchi na Putin kama rais ni maeneo muafaka kwa Samia katika kipindi hiki. Lakini la pili, kuna uhalali wa kimataifa ambao Samia anahangaika sana kuutafuta. Mnafahamu majuzi alimleta mwanasoka Didier Drogba kutoka Ivory Coast, mwanasoka maarufu duniani, akafuatiwa na mwanasoka Rio Ferdinand kutoka Uingereza, na majuzi hapa kumekuwa na jitihada zilizofeli za kumkodi bloga wa Kinigeria anaitwa David Hundeyin kutengeneza documentary ya kumsafisha Samia Suluhu Hassan. Hizi zote ni jitihada za Samia kujisafisha, kwa sababu pamoja na kuwa anahutubia anaonekana kama yuko okay, lakini ukweli nafsini mwake anasumbuka na anataabika. Kwa hiyo anahangaika na wanatumia pesa nyingi sana katika jitihada kusafisha. Kwa hiyo hii ziara na Putin hii ziara ya Urusi inampatia fursa muhimu ya kushikana mkono na Putin. Huyu ni mmoja wa viongozi wakubwa duniani licha ya rekodi yake chafu. Lakini pia anapokwenda huko Urusi anakwenda kuhutubia jukwaa la kiuchumi la kimataifa. Kwa hiyo ni mkutano mkubwa wa kimataifa ambao unaendeshwa na Urusi. Kadhalika katika ziara hii anatunukiwa shahada ya udaktari wa heshima na chuo kikuu cha RUDN. Kwa hiyo kwa haya matatu tayari yanamtengenezea taswira ya kiongozi anayeheshimika duniani, kinyume kabisa na ukweli kwamba huyu ni kiongozi aliyeua zaidi ya raia wake 10,000. Kwa hiyo hili ni la muhimu sana kwake. Lakini la tatu ni kwamba Samia anakwenda darasani. Putin ni kama mwalimu kwa Samia, na ni mwalimu katika masuala mbalimbali. Kama ambavyo Samia amemwaga damu za maelfu ya raia wake, Putin naye amemwaga damu ya maelfu ya raia wake, itakavyoelezwa kwa kifupi katika makala hii. Lakini pia Putin ana msala wake huko ICC, kama ambavyo Samia anakabiliwa na msala huo. Lakini vile vile kwa kingine ni kwamba Urusi ipo vitani, iko katika vita ya Ukraine. Kuna vita mbili ambayo Urusi inapigana. Kuna vita moja, hii vita halisi ya kijeshi ambayo inaendelea huko kati ya Urusi na Ukraine. Lakini kuna vita ya kiintelijensia, vita ya kijasusi ambayo Urusi inapambana na Marekani, Urusi inapambana na mataifa mbalimbali ya Ulaya na sehemu kadha wa kadha. Kwa hiyo Samia anakwenda darasani, anakwenda kukutana na dikteta mzoefu, mtu aliyosalimika vikwazo, mtu aliyosalimika kuwindwa na ICC pamoja na masuala mbalimbali. Kwa hiyo hii ni ziara muhimu sana kwa Samia Suluhu Hassan. Lakini licha ya hayo, Samia na Putin wanafanana kwa vitu vingi kama inavyotanabaishwa hapa. Samia anatuhumiwa kwa kuwatoa uhai zaidi ya Watanzania 10,000 kufuatia yaliyojiri katika kuanzia Oktoba 29. Na taarifa zinaeleza kwamba matukio haya ya utekaji, ubakaji, ulawiti, mauaji yanaendelea mpaka muda huo. Sasa kwa upande wa swahiba wake mpya huyu Putin,
yeye mwenyewe anakabiliwa na tuhuma nzito zaidi ya hizo Samia, kwa sababu mpaka muda huu idadi ya askari wa Urusi ambao wameuawa katika vita ya Ukraine kwa takwimu za hivi karibuni ni zaidi ya 500,000. Lakini pia Putin amesababisha vifo zaidi ya watu 16,000 nchini Ukraine. Kwa hiyo ni takriban watu 500,000 na 16,000 wametokana na vita ambayo ni ya binafsi ya Putin kuliko maslahi ya jumla ya Urusi. Kwa hiyo Samia anaenda kukutana na mtu ambaye ana uzoefu wa kutoa uhai wa watu. Kwa hiyo ni watu ambao wana rekodi kwa maana ya kwamba rekodi ya Samia hailingani na rekodi ya Putin katika idadi ya mauaji. Lakini pili, kwa mujibu wa taarifa zilizoisikia Jasusi TV, inaeleza kwamba moja ya mambo ambayo Samia anatarajia kunufaika na ziara yake huko Urusi ni uzoefu wa idara ya ujasusi wa kijeshi ya Urusi inayofahamika kama GRU. Inatarajiwa kwamba wakati wa ziara hiyo Samia ataingia mkataba ambao utaihusisha idara ya usalama wa taifa pamoja na taasisi nyingine na hizi taasisi za intelijensia za Urusi, hasa GRU, ambayo hii ni maarufu sana katika kuwinda watu mbalimbali. Imefanya mauaji mbalimbali, imefanya athari mbalimbali katika nchi kadha wa kadha. Na Samia anahangaika na hili kwa sababu wakati jitihada zinaendelea kudhibiti ushahidi wa Oktoba 29 ndani ya Tanzania, kumekuwa na kusuasua katika kudhibiti ushahidi nje ya Tanzania, kwamba kwa kiasi kikubwa mapambano dhidi ya Samia yanafanyika zaidi nje ya Tanzania. Yaani diaspora ndio wamekuwa mstari wa mbele katika kupambana na Samia Suluhu Hassan, na hili linamsumbua. Kwa hiyo inaelezwa kwamba kwa taarifa zilizofikia Jasusi TV kwamba kutakuwa na mikataba ambayo Samia ataingia na Putin pamoja na Urusi katika hii eneo la kuwinda watu nje ya nchi, hasa kwa kutumia uzoefu wa hili genge hatari la GRU huko Urusi. Lakini vile vile Samia na wapambe wake wamekuwa wakijaribu kujenga taswira kwamba nchi za magharibi zinapoikosoa Tanzania kutokana na mauaji Oktoba 29 zinafanya hivyo kwa sababu ya kuionea wivu. Nimesikia machawa juzi wakiongea hapa, ikiwa na yule Sheikh Al-Hadi na viongozi wengine huko bungeni wanavyoilaumu Marekani kwamba inaonea wivu Tanzania na vitu kama hivyo, kwamba ukosoaji halali dhidi ya unyama unaofanywa na serikali ya Samia unageuzwa kwamba ni vita ya kitaifa. Yaani vita dhidi ya mafanikio ya Tanzania, ni mabeberu wanaichukia Tanzania na vitu kama hivyo. Na haya ni maelezo ambayo Urusi yamekuwepo kwa muda mrefu. Putin pamoja na mengi anayoyafanya amejitahidi sana na anaendelea kujitahidi na amefanikiwa sana kuwaunganisha Warusi dhidi ya ukosoaji kutoka nchi za magharibi na nchi nyingine duniani, akidai kwamba wanaionea wivu, ni taifa lenye mafanikio na vitu kama hivyo. Na ni same script ambayo Samia amekuwa akiitumia dhidi ya ukosoaji anaofanyiwa kuhusiana na Oktoba 29. Lakini pia kuna jingine la mfumo wa utawala. Urusi kuna kitu kinaitwa Siloviki. Hiki Siloviki ni aina ya mfumo wa kifisadi ambao unahusisha viongozi wa jeshi, viongozi wa usalama na wanasiasa. Ndio wanaoendesha Urusi. Kwa kiasi kikubwa viongozi wa usalama pamoja na viongozi wa jeshi ambao ndio wanaendesha Urusi. Putin mwenyewe alikuwa ni mwana usalama huko nyuma, alikuwa ni afisa wa KGB. Tanzania kwa kiasi kikubwa, na hili haliongelewi sana, watu wanaiangalia sana CCM kama chama cha siasa, lakini Tanzania ni dola ya kiintelijensia. Kuna Siloviki Tanzania, kuna tabaka la intelijensia, kwa sababu idadi kubwa ya watu ambao wanaongoza Tanzania wana mahusiano na idara ya usalama wa taifa, walikuwa maafisa wa zamani wa idara ya usalama wa taifa au ni watu ambao wana nasaba na taasisi hiyo mpaka muda huu. Kwa hiyo mfumo wa uongozi wa Urusi kwa kiasi kikubwa unaendana na mfumo wa uongozi wa Tanzania ambao unakandamiza haki, unaua, unateka, unabaka, unalawiti, unafanya vitu kama hivyo na hauruhusu upinzani wa aina yoyote. Kwa hiyo kwa hakika Samia anakwenda nyumbani katika sehemu ambayo utawala wake unafanana na huo unaojengwa huko Tanzania. Sasa kwa nini ziara hii ni habari mbaya kwa Tanzania? Kuna sababu kadhaa. Kwanza ni rekodi ya Urusi barani Afrika. Nchini Mali, Jamhuri ya Afrika ya Kati, lile genge lilokuwa linafanya kama Wagner Group la Prigozhin, yule Mrusi aliyouawa siku za nyuma. Nakumbuka kilichotokea. Sasa hivi limekuwa rebranded, inafahamika kama African Corps. Sasa hii African Corps iko chini ya Wizara ya Ulinzi ya Urusi.
na kwa hakika wamekuwa na rekodi chafu sana. Wanasababisha mauaji ya watu katika sehemu kwa jina la usalama. Ni watu ambao kwa kweli hawajali. Lakini kimsingi ni kwamba kama unapoenda kumchukua mtu wa nje aje kuangalia usalama wako, utegemee nini kutoka ule mtu wa nje ajali wale raia wako? Kwa hiyo rekodi ya hivi vikosi vya Urusi katika nchi hizi kama hivyo Mali, Jamhuri ya Afrika ya Kati na nchini Sudani, vita ya Sudani inachangiwa sana na Urusi. Urusi inatoa msaada wa kivita kwa kupewa madini, na hila madini tuligusia katika hii ziara ya Samia, kwamba kwa kawaida Urusi wanapotoa msaada wao hawataki malipo ya fedha. Urusi wanatoa msaada, malipo wanataka ni madini. Kwa hiyo matarajio ni kwamba katika mikataba itakayotengenezwa inayotarajiwa kuwekwa huko wakati wa ziara ya Samia, moja ya maeneo ambayo yataathirika sana kwa Tanzania ni madini. Yataathirika kwa sababu si kwa manufaa ya Tanzania, ni manufaa ya Urusi na manufaa ya Samia na watu wake binafsi. Kwa hiyo kinachoenda kujiri ni kile ambacho watu walilalamikia awali kusema kwamba Samia anauza nchi kwa Waarabu. Safari hii Samia anauza nchi kwa Warusi, na hili linaenda kufanyika katika ziara hiyo. Lakini pia kuna jingine la kutisha kwamba kwa mujibu wa taarifa zilizofikia Jasusi TV, kuna mkataba wa ajira ambao unatarajiwa kusainiwa huko Urusi. Mkataba huo utaeleza kwamba kuna vijana, kuna fursa za ajira, lakini nyuma ya mkataba huo ni mpango wa vijana wa Kitanzania kupelekwa kujiunga na jeshi la Urusi ili kwenda kupigana, kwenda kuchinjwa kwenye mipaka huko Ukraine. Hili limekuwa likitokea. Na kwa nini hili linawezekana? Kwa sababu mtu ambaye ameua vijana zaidi ya 10,000 ana shida gani kuwapeleka wengine zaidi ili wakapatiwe wakakutane na vifo huko katika vita? Kwa hiyo hii kwa mujibu wa taarifa haijaweza kuthibitishwa, lakini moja ya taarifa zilizopatikana. Lakini pia taarifa nyingine ni hizo za GRU kutoa mafunzo kuhusu jinsi ya kuwinda watu nje ya nchi, lakini pia jinsi ya kuboresha ufuatiliaji wa watu, kwa sababu Urusi ni dola ya kijasusi. Urusi ni dola ya ufuatiliaji wa watu, surveillance state wanaita. Urusi ni dola ya kiintelijensia, nchi ambayo kila eneo limeguswa na intelligence. Kwa hiyo hili ni funzo muhimu kwa Samia, ni darasa muhimu kwa idara ya usalama wa taifa, ni fursa adimu kwa watu wasiojulikana. Kwa hiyo itarajiwa kwamba baada ya ziara hii kuna mengi ambayo yatajiri nchini Tanzania. Na hasa kwa watu walioko diaspora ni muhimu sana kufuatilia yanayoendelea, kwa sababu ziara hii inahusiana sana na jitihada za kuwafuatilia watu waliopo huku diaspora. Katika kuhitimisha ni kwamba uhusiano wa Urusi na Tanzania haujaanzia katika ziara hii. Tayari Urusi ni mmoja wa washirika wakubwa katika masuala ya uranium. Kwa hiyo kuna kampuni inaitwa Mantra Tanzania ambayo ni tawi la Uranium One ambayo ni shirika la Urusi, Rosatom. Wamezindua kiwanda cha majaribio cha kuchakata uranium katika mradi wa Mkuju River huko Namtumbo mkoani Ruvuma, na Samia ndio alizindua Julai 2025. Mradi huu unakabiliwa kuwa na thamani ya dola bilioni 1.2 na unatarajiwa kuifanya Tanzania kuwa mzalishaji wa 3 wa uranium barani Afrika. Sasa uranium si dhahabu, hii ni malighafi ya nyuklia. Mshirika anayesimamia ni dola inayoendesha vita Urusi huku katika bara la Ulaya. Kwa hiyo inaonekana katika hili Tanzania ina umuhimu wake kwa Urusi kutokana na rasilimali ambazo Putin pamoja na nchi yake wanahitaji. Lakini pia kuna biashara kati ya nchi hizi mbili ina takriban thamani ya dola milioni 307 kwa mwaka. Na ziara hiyo inapangwa kuongeza mikataba ya elimu ya juu, sayansi na teknolojia, uwekezaji, tehama, pamoja na jukwaa la biashara ya Tanzania na Urusi. Katika hili la tehama, hapa ndio watu wa GRU wanaingia, yani mambo ya udukuzi na vitu kama hivyo, uhalifu wa mtandaoni, haya ndio mambo yao. Kwa hiyo ni miongoni mwa misaada ambayo inatarajiwa kupatikana baada ya ziara hii ya Samia. Lakini pia kuna taarifa kwamba Abduli mtoto wa Samia analindwa na wanajeshi mamluki, askari mamluki wa hii Africa Corps. Hawa ni Warusi kwa mujibu wa taarifa. Jasusi haijawahi kuthibitisha taarifa hizo, lakini tetesi zinadai kwamba amekuwa akipatiwa ulinzi na watu. Kwa hiyo kwa kimsingi ziara hii kwa ujumla ni habari mbaya sana kwa Watanzania. Mbaya kiuchumi,
mbaya kiusalama wao, lakini mbaya zaidi ni kwamba inaenda kumsafisha Samia kwa kiasi fulani, japo si sana, lakini itamsaidia katika namna moja au nyingine. Je, una maoni gani kuhusiana na makala hii? Karibu tuwe maoni yako hapo chini kwenye comment. Asanteni na kwa herini.